Mtazamaji, natumai hujambo popote pale ulipo usiku huu wa mkesha wa sikukuu ya Jamhuri. Karibu kwenye taarifa za Nipashe ukiwa na mie wenu Swaleh Mdoe. Lakini kwanza tupate yaliyomo. Female learners outperformed male learners in the proportion meeting and exceeding expectations in 10 subjects out of the 12 subjects. Hisabati ya kosa kufanya vyema huku wasichana wakiwapiku wavulana kwenye matokeo ya mtihani wa KJSEA. Safari ya elimu ya CBE yaelekea sekondari ya juu huku wanafunzi wakitarajiwa kuripoti shuleni Januari 12. Mahakama Kuu nchini yasitisha kwa muda utekelezwaji wa mkataba wa afya kati ya Kenya na Marekani. Mwana mazingira Tufena Muthoni akamilisha rekodi ya kukumbatia mti kwa zaidi ya saa 72 huko Nyeri. Karibu mtazamaji. Njoki Shege ndiye mkalimani kwa lugha ya ishara. Matokeo ya kwanza ya wanafunzi wa sekondari msingi KJSEA yametolewa leo huku wasichana wakifanya vyema ikilinganishwa na wanafunzi wa kiume. Matokeo hayo pia yakionyesha kuwa wanafunzi hawakufanya vyema kwenye somo la hisabati na lugha ya ishara. Matokeo haya yametangazwa na Waziri wa Elimu Migos Ogamba. Tutawaletea picha za taarifa hiyo zitakapokuwa tayari. Kutolewa kwa matokeo ya mtihani huo wa KJSEA wa gredi ya 9 kumefungua ukurasa mpya kwa elimu ya CBE, huku kwa mara ya kwanza wanafunzi wakitarajiwa kujiunga na sekondari ya juu. Wanafunzi zaidi ya milioni 1 wakitarajiwa kuanza mfumo huo wa elimu kuanzia tarehe 12 Januari baada ya kujua shule watakazojiunga nazo. Emily Chebet anatupa fursa ya mpito huu kutoka sekondari ya msingi hadi sekondari ya juu. Baada ya miaka 9 ya mtaala wa masomo wa CBE kung'oa nanga nchini, wanafunzi, wazazi, walimu na washikadau katika sekta ya elimu wamepitia changamoto si haba, ikiwemo kubadilishwa kwa vitabu pamoja na mkanganyiko wa ni wapi shule ya sekondari msingi inapaswa kuwepo. Kutangazwa kwa matokeo ya wanafunzi zaidi ya milioni 1 waliotahiniwa katika gredi ya 9 unafungua ukurasa mpya kwa sekta ya elimu. Kulingana na Waziri Migos Ogamba, kufikia wiki ijayo wanafunzi wote watakuwa wamepata kujua shule za sekondari watakazoelekea. We are going to use a digital system to be able to place these students immediately, and we are confident that by next week all our learners should be able to know which senior schools they have been placed, and they can actually check to confirm where they have been placed. Any challenges that the students might come across, or the parents, any parent or learner who might feel they've been placed in the wrong pathway or in the wrong school and wish to transfer or change, that space is available for the next 2 weeks. Wanafunzi hao ambao tayari wamechagua shule 12 wataitiwa shule hizo ikizingatiwa nyanja ya elimu waliochagua. Wizara ya Elimu ikiwahakikishia wanafunzi na wazazi kuwa nafasi zipo kwa kila mwanafunzi. Total capacity of the 9,540 senior schools is 2.2 million learners. A total of 929,262 learners will be exiting secondary school after the KCSE this year. Waziri wa Elimu aliongeza kuwa fedha zinazotolewa na serikali kwa kila mwanafunzi zitasalia 22,000 na hakuna karo itakayoongezwa. For us to be able to place these students equitably, we have adopted the CRA formula of revenue allocation to be able to distribute as fairly as possible students from across all counties. We wish to emphasize, for the avoidance of doubt, that there has not been any revision of boarding fees or any other fees payable by learners in our schools. Wizara ya Elimu iliorodhesha shule za sekondari kulingana na masomo ambayo watafundisha. Baada ya kutangazwa kwa matokeo ya gredi ya 9, kinachosalia sasa ni kwa wazazi wanaosubiri kuona jinsi wanafunzi watakavyojiunga na shule za sekondari. Emily Chebet, runinga ya Citizen, Nairobi. Imeingia sasa mtazamaji.
ile taarifa yetu ya hapo awali kuhusu matokeo ya kwanza ya wanafunzi wa sekondari msingi KJSEA ambayo yametolewa hii leo, huku wasichana wakifanya vyema ikilinganishwa na wanafunzi wa kiume. Matokeo hayo pia yakionyesha wanafunzi hawakufanya vyema kwenye somo la hisabati na lugha ya ishara. Kinyume na tamaduni za hapo awali, matokeo ya kwanza ya KJSEA yametolewa bila mbwembwe nyingi kama ilivyokuwa enzi za mtihani ya KCPE. Mara hii, maafisa wa elimu wakikongamana kwenye hafla fupi kutangaza matokeo hayo ya wanafunzi milioni 1.13 walioandikisha historia kwa wa kwanza kwa mtihani huu chini ya mtaala wa CBE. This is the first time that we are releasing the results in a boardroom. It is us to tell you that we are reducing the stakes in as far as KJSEA is concerned. Matokeo haya yanayotia kikomo elimu ya 844 yakionyesha kuwa wasichana walifanya vyema kuliko wavulana, wakipasi masomo 10 kati ya 12. Hii ikiwa ni licha wavulana wengi kufanya mtihani huu. Of the 1,130,459 learners who sat the 2025 KJSEA, 578,630 were male, while 551,829 were female, representing 51.19% and 48.81% of the total learners, respectively. Matokeo haya pia yakionyesha kuwa kati ya wanafunzi milioni 1.13 waliokalia mtihani huu, 75% wakipata alama zinazowawezesha kujiunga na sekondari ya juu. Idadi kubwa ya wanafunzi waliandikisha matokeo bora kwenye masomo 7 kati ya 12, huku somo la Kihindu likiongoza orodha pamoja na sayansi, masomo ya kijamii, talanta na ubunifu pamoja na Kiswahili. Masomo ya sanaa ya ubunifu na michezo ikiandikisha matokeo bora zaidi kwa 96.84, ikifuatiwa na kilimo, Kiswahili na masomo ya kijamii. Of concern, however, are mathematics and the Kenya Sign Language, which recorded 32.44% and 22.14% of the learners performing at meeting and exceeding expectation, respectively. Kwenye matokeo haya, 59% walionyesha uwezo wa kufanya masomo ya sayansi, 46.52 wakiwa kwenye masomo ya kijamii na sanaa, na michezo ikiwa na 48.73. Wizara ya Elimu ikiahidi kuwa wanafunzi wote milioni 1.13 watapata barua za shule watakazojiunga nazo juma lijalo kuanza masomo Januari tarehe 12. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Huku hayo yakijiri, tume ya kuajiri walimu TSC sasa inasema walimu wote nchini wako tayari kwa mpito wa elimu kwa wanafunzi wanaoingia gredi ya 10. TSC ikiendeleza masomo kwamba wanafunzi watakaotoa mafunzo kwa wenzao kuhusu mpito huo wa elimu kuingia sekondari ya juu. Crispin Otieno anaarifu zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa ndani ya shule ya kitaifa ya wavulana ya Kisii. Hapa wataalamu katika sekta ya elimu wakiongozwa na maafisa wa tume ya kuajiri walimu TSC wanakamilisha siku ya mwisho ya kutoa mafunzo kwa walimu ambao watasaidia kutoa mafunzo kwa walimu wengine kuhusu mpito wa wanafunzi wa sekondari ya juu. Hawa wakiwa ni walimu maalum kutoka maeneo yote 68 kote Kisii ambao wamekuwa hapa kwa wiki moja kupewa mafunzo ya jinsi ya kujiandaa kwa mpito wa kuingia gredi ya 10. Afisa mkuu wa TSC Evelyn Mitei akisema kila kitu kishwari kwa shughuli ya kuanza masomo ya gredi ya 10 Januari tarehe 12 mwakani. I wish to assure the country that our teachers are ready and prepared to receive the grade 10 learners in senior school. Retooling of teachers for senior school is ongoing, and once we complete, the teachers are ready to take up the learners that are transitioning to senior school. Solidarity forever. Hata hivyo, uhaba wa walimu wa baadhi ya masomo umeendelea kuibua tumbo joto
hata mpito huu wa CBC unapoendelea. And let us not congest these activities. Having in mind January schools open, but we don't have even enough teachers. We have a deficit of around 58,000 teachers in senior school who will handle these learners come next year, grade 10. We want to hope that the ministry shall give parents enough room to select the schools where they'll take their children, so that we do not end up having a very challenging transition from grade 9 to grade 10. So that a parent chooses a school for his or her child, a school he or she has confidence in, that the child will get the quality education. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen. Akitangaza matokeo hayo, waziri wa elimu Ogamba Migos alitaja ngazi tofauti za matokeo hayo ambayo yana jumla ya alama 8 katika kila somo, ikiwa ndio alama ya juu zaidi. Laura Otieno anatoa tathmini ya jinsi matokeo hayo yanajumlishwa kulingana na maelezo ya baraza la mitihani nchini NEC. Baada ya mwezi mmoja wa tumbo joto, wanafunzi zaidi ya milioni 1 waliofanya mtihani wa KJSEA walijuzwa mbivu na mbichi Alhamisi. Afisa mtendaji wa baraza la mitihani David Njengere alitoa maelezo kuwa matokeo hayo yalijumlisha matokeo ya mtihani nyingine ikiwemo KPSEA, tathmini ya gredi ya 7, miradi mitatu ya gredi ya 9 pamoja na mtihani wa KJSEA uliofanywa mwezi Novemba. We are reporting on the learners' achievement using a rich array of data that has been accumulated over a period of time using both formative and summative assessments. That's a major achievement. Kwa upande wake, waziri Migos Ogamba alifafanua jinsi alama hizo zilipokezwa, ambapo alama 8 ndio bora zaidi katika somo na alama 1 hadi 2 ikiwa alama ya chini zaidi kwa mtahiniwa. The metric on grading at KJSEA has taken a similar approach, with each level being further divided into 2, hence an 8-point scale. Mtihani wa KJSEA ulikuwa na jumla ya masomo 8 yaliyojumlisha kuchagua matokeo, kuandika pamoja na miradi tofauti. This assessment goes beyond what you know as traditional examinations. It focuses on identifying learners' strengths, aptitudes and interests, ensuring that every child is placed in an environment where they can excel and realize their full potential. And these learners, therefore, will be able to be prepared for the next level so that they become independent and they don't necessarily just remain in the schools, as has been the practice with the other system of education. Mtaala wa CBE ulianzishwa kuondoa mtaala wa 844 ambao ulitumika humo nchini kwa zaidi ya miaka 30. Laura Otieno, Runinga ya Citizen. Mwingineko, mahakama kuu imesitisha utekelezwaji wa makubaliano kati ya Kenya na Marekani kuhusu mkataba wa msaada wa afya wenye thamani ya shilingi bilioni 200. Amri ya mahakama inafuatia kesi iliyowasilishwa na shirikisho la watumizi wa bidhaa nchini COFEC inalosema kuwa kuna hatari ya maelezo muhimu kuhusu wagonjwa kukabidhiwa Marekani endapo mkataba huo utatekelezwa. Agizo hili sasa likisimamisha utekelezwaji wa makubaliano hayo hadi kesi hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Hatua hii ni pigo kwa serikali siku moja tu baada ya Rais Ruto kuondolea mbali hofu kuhusu mkataba huo. Tupate mapumziko mafupi hapa studioni kabla ya kurejea na taarifa zaidi za Nipashe. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, ambapo iwapo hatua yake itathibitishwa na kitabu cha kumbukumbu za dunia cha Guinness, Truphena Muthoni kutoka Nyeri atakuwa mtu wa kwanza ulimwenguni kukumbatia mti kwa saa 72 bila kupumzika. Muthoni akitimiza lengo lake hili mwendo wa saa 6:30 mbele ya halaiki iliyofuatilia tukio hili katika ofisi za gavana wa Nyeri. Truphena akichukua hatua hii kwa mapenzi yake ya dhati kwa utunzaji wa mazingira. Kama Umwangi anatuarifu zaidi. Kilikuwa ndicho kikomo cha safari ya saa 72 kwa Truphena Muthoni
kuiweka rekodi ya kipekee duniani kwa binadamu yeyote kuukumbatia mti dakika 25 baada ya saa 6 za mchana Alhamisi, akikamilisha safari hiyo aliyoianza Jumatatu. Safari hii iliyokuwa ikifuatwa moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii ikivutia halaiki ya Wakenya nje na ndani ya afisi za gavana mjini Nyeri alikokuwa ameukumbatia mti Trufena. Alhamisi ikisheheni mbwembwe na jumbe za motisha kwake kukamilisha azma hiyo. Waliofika kushuhudia wakiduazwa na ukakamavu wa binti huyo wa miaka 22 kwa uwezo wake wa kustahimili kijibaridi na mvua. Jambo ambalo halijawahi onekana tena. So sisi tunaamini kwamba Wangari Maathai wetu wamerudi na tunashukuru sana na tunasema tutaendelea kujionyeshana sisi kama watu wa Nyeri. Tunamsupport kwa mtandao na hata live tumesema lazima tufike tumsupport. Ni msichana amefanya kazi safi sana na inatuchallenge na tuambia kila mtu ajitume. Na huyu msichana ametuonyesha kwamba kila ambacho unakitarajia kwa maisha yako unaweza kipata, however small it is. Kwake Trufena, ambaye hakutoa ujumbe baada ya ushindi, amenadi kuwa juhudi hizi zimechochewa na ari ya kuhamasisha ulimwengu umuhimu wa kuyatunza mazingira na zaidi miti na jamii asilia. And I'm trying to tell people that we should come back to nature because we can only coexist with nature and nature has healing. Also, it is to influence people to fall in love with nature because I believe that, and we believe that conservation begins with love. Because we must nurture 1 million people who care before we plant 1 million trees. Kama Mwangi, runinga Citizen, Nyeri mjini. Pongezi kwake Trufena kwa kukumbatia mti kwa saa 72 wakati wengine walikuwa wakikumbatiana vyumbani. Kwingineko, mahakama ya Mombasa imeagiza maofisa 7 wa jeshi la wanamaji kusalia korokoroni kwa siku 10 ili kutoa nafasi ya uchunguzi kuhusu shehena ya mihadarati ya shilingi bilioni 8.2 iliyotoweka chini ya ulinzi wao. 7 hao wanatuhumiwa kuiba baadhi ya shehena ya dawa hizo za kulevya zilizozuiliwa mwezi Oktoba katika fuo za Bahari Hindi. Hakimu mkazi wa mahakama ya Mombasa Gladys Limo ameagiza washukiwa hao kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Bandarini na kufikishwa mahakamani tena tarehe 22 mwezi huu. Washukiwa walikamatwa na kilo 24 za mihadarati zenye thamani ya shilingi milioni 192. At the top police station, there is an office and officers working under anti-narcotics unit. I therefore suggest that a proper direction would be we see them in the presence of an officer of anti-narcotics unit, particularly the ones at the port, because to get this man at the regional headquarters and to take him to port so that you may talk to a suspect or you may send a loads to a suspect is to tell us we won't be able to the police station. That's the most important person. We are not told under which provision of the law that the regional anti-narcotics in charge should be present for us to access our clients. So basically I'm saying access, we are not objecting to access, but the said access is not unrestricted. It is restricted. Through the rules, I'm sure there will be a ruling and orders. Kwingineko, ibada ya mazishi kwa marehemu mbunge maalum Dena Joseph Hamisi imefanyika hapa Nairobi. Wakati wa ibada hiyo katika kanisa la Ridgeways Baptist, familia, marafiki na wenzake bungeni walitoa heshima zao wakisifia mengi maishani mwake. Hamisi aliingia bunge la kitaifa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 kupitia chama cha ANC. Alifariki katika ajali ya barabarani eneo la Karen Jumamosi iliyopita. He reminded TJ and I over and over again that no matter our mistakes or failures, the hurt we may sometimes cause, because we are human, at the end of the day, it is just us, family. And family forgives, family unites. Family is all there truly is. Those words will guide us for the rest of our lives, TJ. My dad was a light to my path. Every time I was in darkness, he always had a way of shining the light on me. My dad would always not only act as a father,
but also act as a friend. When I was appointed to State House, he called me and he told me, unajua wewe si mwizi na hujui kuiba na hujui kufanya deal. Usijaribu hiyo kitu, uko utashikwa. Kwenye michezo, Bandari FC inayoshiriki ligi kuu nchini imempiga kalamu kocha wake mkuu raia wa Morocco Mohamed Bourgi baada ya miezi miwili pekee. Taarifa hizo zimethibitishwa na afisa mkuu Tony Kibwana, huku mkufunzi wa makipa Razak Siwa akitarajiwa kushikilia kwa mechi ya kesho dhidi ya Gor Mahia katika uwanja wa Mbaraki. Dhumuni ya mabadiliko haya ni kuhakikisha kwamba tunaweka mikakati ama tunaweka mbinu, strategies za kuhakikisha kwamba ile performance ya timu inabadilika. Tutatangaza hivi karibuni ambayo yale the new technical arrangement ya timu. So kidogo mtatufanyia subra, lakini itakuwa very soon, karibuni sana, kuhakikisha kwamba tunapeana hiyo technical team ambayo ama coach ambaye ataendelea. So tutatangaza hivi karibuni. Sio mara kwanza yangu kusimamia timu kama hivi. Nimesimamia timu kubwa kama Young Africa na mashabiki zaidi ya 50,000 na nimesimamia na tukachukua kikombe. So kwa mimi hivi ni vitu vya kawaida. So nina imani tuko home na kesho tutahakikisha Mungu. Kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa za Nipashe kwa Alhamisi hii ya leo. Mie ni wenu Swaleh Mdoe. Kwaheri.